yaliwavuruga kidogo wachezaji wetu kisaikolojia, na hivyo kazi kubwa inafanyika kuhakikisha kwamba wachezaji wanarudi katika hali ya kutamani mchezo tena na twende tukapambane siku ya Jumamosi. Lakini kutokana na hali hiyo pia kama klabu tumetuma malalamiko yetu TFF pamoja na bodi ya ligi waweze kupitia concern zetu ambazo tumeziainisha kwenye barua ambayo tumewakilisha leo hii, kutokuridhishwa na maamuzi ambayo yalifanyika jana. Tumenyima hivi na maamuzi mengine ambayo kimsingi yaliathiri matukio yetu kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo tunasubiri kuona majibu kutoka kwa TFF na maamuzi ambayo atakuwa ameyachukua, kwa sababu yapo maazimio ambayo tumeweka kwenye barua hiyo. Kwa hiyo tunasubiri kuona wataamuaje. Lakini kuelekea mchezo wa Jumamosi pia itategemea na hali inavyoenda, kwa sababu kimsingi hatuwezi kwenda kwenye mchezo tukiwa hatuna confidence. Hata kama tutaenda bado tutafuatilia kwa karibu mwenendo wa mchezo huo ili tutumie tena haki yetu ya kikanuni kufikisha malalamiko yetu tena ama kuendelea kufuatilia masuala haya kwa ukaribu, kwa sababu kwa Singida imekuwa kama kawaida sasa. Matukio ya kutotendewa haki yamekuwa ni mengi na tunarejea mbalimbali ambazo tumeziainisha kwenye barua hiyo. Kwa tutaangalia, yani mchezo wa kesho kutwa tutaenda kucheza kama ratiba inavyotuelekeza. Hatuwezi kusema chochote kwa sasa, lakini tutaenda kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tayari tumeshaonesha hali ya kutokuwa na imani na baadhi ya matukio ambayo yalitokea kwenye mchezo uliopita. Yes, unaambiwa jina la mwamuzi ambaye atachezesha mchezo wa nusu finali mpaka sasa limefichwa. Mimi ni Spiderman Jacob Kapaya wa Sports Extra ya Clouds FM. Asante Jacob Kapaya kwa taarifa hiyo. Nadhani watu wengi walimnukuu vibaya Masanza Master na Farhan. Yep. Ukiangalia wengi wao walimnukuu wamesema wachezi michezo iliyobaki watajitoa afanya nini, lakini kwa mujibu wa hili alilozungumza hapa kwenye Sports Extra, wamewasilisha malalamiko yao kwa kutotendewa haki. Yeah. Na ni sahihi kuwasilisha malalamiko, ni utaratibu duniani kote kabisa, kwa maana ya kwamba unapowasilisha unaiweka rekodi sawa. Maana yake unapowasilisha unaweka na ushahidi kwamba labda ilitokea hii ilipaswa kuwa penalty lakini haikutolewa penalty, ilipaswa kuwa kadi lakini haikutolewa kadi, labda hii ilipaswa kuwa kona lakini haikutolewa kona. Kwa hiyo unapowasilisha, ni wajibu wa bodi ya ligi kupitia malalamiko yenu, na watakapobaini kwamba malalamiko yenu yana msingi. Maana yake ni nini? Maana ni kwamba kwa mfano ligi nyingine kama ni kosa referee, kuna wale wanaitwa PGMOL ama PGMOL, ambao kwa mfano Premier League, ambao wao sasa wanaweza labda wakamuondoa refa mwamuzi katika rotation ya mzunguko wa Premier League, ama wanaweza wakamuondosha kwenye mechi fulani haswa labda dhidi ya timu yenu, kuona kwamba integrity ya mchezo inasalia pale. Kwa hiyo walichokifanya Singida kwa mujibu wa utaratibu wapo sahihi. Kwa mujibu wa utaratibu unaruhusiwa kuwasilisha malalamiko yako pale ambapo unaona haujatendewa haki. Huo ni utaratibu duniani kote, sio Singida tu. Yoyote, klabu yoyote ina haki ya kuwasilisha malalamiko kwa ushahidi wa picha za mjongeo na kila tukio, ili bodi ijiridhishe na itoe adhabu stahiki kwa wahusika ambao hawajatenda sahihi. Cha kwanza, nafikiri kabla watu hawajawavamia Singida, wanapaswa kwanza kuwapongeza kwa namna gani ambavyo wamekuwa professional, kuzingatia weledi, kwa sababu hupaswi kulalamikia mtaani, unapaswa kulalamika kwa njia zilizopo sahihi, kwa sababu mashabiki hawachezeshi mechi. Mashabiki hawapangi marefa. Wanaopanga ni bodi ya ligi ambao wanawapata TFF, ambapo kuna kamati ya waamuzi. Sasa hii inafungua Pandora box. Box gani inafunguka? Box ya kwamba kuna kitu ambacho tunapaswa kukifanya kwa ajili ya mchezo wetu, kwa sababu malalamiko kuhusiana na marefali haijaanza hizo mechi za mwisho. Tangu msimu unaanza kickstart, klabu karibia zote zimefaidika na zimeumizwa na maamuzi ya waamuzi.
Sasa lazima turudi tutazame kwa nini kumekuwa na makosa mengi ya kibinadamu kwa waamuzi. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambapo tunapotengeneza uchunguzi ama utafiti juu ya kitu. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa hypothesis, kwa maana intelligent guess, kwamba watu wataanza kuweka sababu kwamba kwa nini kumekuwa na makosa mengi. Je, ni rushwa mchezoni? Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, je, ni kamari? Sehemu ya tatu, ni makosa ya kibinadamu? Sehemu ya nne, waamuzi wetu ni incompetent, kwamba hawakidhi viwango vya mpira wa kisasa. Umeelewa Priska? Sehemu ya tano, maslahi, kwamba labda wanalipwa ujira mdogo. Hiyo ni sehemu ya kuzungumza. Sasa basi tuje tukubaliana mimi na wewe Priska. Kuna wakati Master Priska na mimi duniani sasa hivi wanapambana na swala la kamari mchezoni. Sio, umeelewa vizuri? Watu sasa washaondoka kwenye match fixing, kwa maana upangaji wa matokeo. Wanakimbilia sana kwenye swala la kamari. Kuuliza swali, punguza lugha, ukali wa lugha, sio kamari, kubeti. Bashiri. Kubashiri basi. Watu wanabashiri sana kwenye mchezo wa soka. Leo hii tujiulize hapa, waamuzi wanalipwa kiasi gani? Mimi nimeambiwa, sina uhakika, kwa taarifa ya chanzo changu, one game ni 300,000 kama sikosei. 300,000 posho. Sababu ile sio mshahara, ni posho. Ni kweli. 300,000 kwa mujibu wa chanzo changu. 300,000 unampa mwamuzi ambaye labda ana rotation labda mechi 4-5 kwa msimu, ama mechi 10, tuseme mechi nyingi zaidi, labda tuseme mtu ana mechi 10 ambapo ni milioni 3. Ukinipa mimi 300,000 Priska, kwa maisha ya kisasa, maisha sasa hivi nikituma nyumbani 1,200,000, mimi mwenyewe nijibane hapo hapo. Je, 300,000 ulionipa nikachukua 200,000 nikaweka, nikabeti, nikabashiri, mimi mwamuzi naitwa Farhan Kihamu, nachezesha Kishamba FC dhidi ya Master Tindwa FC. Tunazungumza. Nipe nafasi ya kunisikiliza kidogo. Priska, Kishamba FC, Master Tindwa FC. Sawa. Na hivi Priska, duniani kote, sawa, weledi na umaskini havikai sehemu moja. Yaani akili na tumbo ni maadui wakubwa sana. Ningemwona nakupa mfano, umenipa 300,000 posho ya kuchezesha mchezo. So, nipe nafasi ya kuzungumza. Umenipa 300,000 posho ya kuchezesha mechi. Naenda kwenye kampuni za ubashiri, naona Kishamba win odi ya 2.87, Tindwa win ni odi ya 1.87. Naenda kuangalia GG, yani both team to score, timu zote zikifungana, labda odi ya 4.80. Odi ya 4.80 nikitia 300,000 inakuja labda milioni 2. Mimi ndo refa, naenda kuchezesha mchezo. Wakati mwingine influence ya kamari, ugumu wa maisha, hawa waamuzi labda tunawalipaje? Kuna siku moja tulikaa hapa tukazungumza, akasema kuna baadhi ya ligi duniani zimeajiri waamuzi, zinawalipa waamuzi, na kuna baadhi ya ligi duniani baadhi ya ligi duniani wanawalipa waamuzi ujira mkubwa sana, kwa sababu mwamuzi ndo anayekutengenezea mchezo, yani game yako anaitengeneza mwamuzi. Na ndio maana leo hii waamuzi wetu wamekuwa na makosa hapa. Timu zetu zikienda kimataifa, kamba inapigwa, watu wasema hilo sio goli, hilo sio goli. Refa anaita kati wa kimataifa, hilo sio goli. Mbona huku ilitokea hivi, haikuitwa goli? No, integrity ya mchezo. Kwa hiyo mimi tumezungumzia intelligent guess, kwamba lazima tutengeneze maswali, tutengeneze jedwali la kwa nini imezidi sana kamari, ubashiri, ujira wa waamuzi. Kwa hiyo kwanza, bodi ya ligi, TFF ambaye ni baba wa mpira wa Tanzania, wakae chini, watazame namna ya kuboresha kwanza ujira wa waamuzi. Hizo 300,000 za posho ambazo zenyewe upewi hapo hapo. Kwa mujibu wa taarifa, kuna chanzo kimenitumia message hapa, anasema na hizo zenyewe hupewi hapo hapo, ila baada ya mizunguko kadhaa kupita, labda mizunguko 2-3, ndo ile hela yenu bana, hii hapa. Nimeona hii. Sasa huo ni utaratibu wa taasisi nyingi. Nakuelewa, lakini nasema game ime-elevate. Sasa hivi tuna benki inadhamini ligi, kuna sub-sponsors, tuna broadcasters, so umeelewa? Maana yake game ime-elevate, fedha zimekuwa za kutosha. Why not tukawa sasa tunawalipa vizuri waamuzi,
ili tuwe na fairness kwenye mchezo. Lakini pia kwa sababu tunataka kuruka, tunataka tuandae AFCON, tunataka turuke, tuagane na nyonga, tupambane, tuinvest kwenye teknolojia pia, tuwekeze, tukae wadau serikali, tuone tunawekeza vipi kwenye teknolojia ili tupunguze haya makosa mengi binafsi. Kwa hiyo Singida amefungua chumba ambacho kimejifunga kwa muda mrefu. Tusiwabeze Singida, wana hoja nzuri, twendeni pale. Kwanza tuanze na waamuzi. Huenda waamuzi wetu ni wazuri, hawana shida, huenda waamuzi wetu hawana tatizo lolote, lakini tunawatengenezea ugumu wa maisha ambapo njia ya kutokea ipo. Sasa weledi na umaskini havikai sehemu moja. Tumbo na kichwa, tumbo na akili vinapishana. Shida kubwa ni umaskini, shida kubwa ni ujira mdogo ambao waamuzi wanalipwa. Lakini Farhani, waamuzi wetu wengi wanaonekana kuwa na kazi zao pembeni. Kazi zao vipi? Wengine ni askari. Yani vipi? Yani vipi nimeacha kazi yangu nimekuja kufanya kazi? Sawa, ni kweli. Kwa nini usinilipe vizuri? Ni kweli unalosema kwamba waamuzi wanapaswa kulipwa vizuri, lakini pia waamuzi wanapaswa kuwa na shughuli nyingine za kuongezea vipato apart from hizi ambazo wanapata kutoka mpirani. Sehemu zote duniani wanafanya hivi. Ndio maana hamna hakuna ajira moja kwa moja ya uamuzi. Hakuna. Waamuzi wanaweza kuwa askari, mwalimu, wherever. Na waamuzi wengi hapa wapo. Ndio hivyo. Alafu hilo la kwanza. La pili ni utashi. Farhani, hata waamuzi kwa game walipe milioni 5. Kwa game anda milioni 10 kwa game. Kabisa. Kama utashi wao kufanya hivyo watafanya tu. Umeelewa tu Michael? Hiyo sio dawa pekee. Of course waamuzi inabidi walipwe tena kwa wakati, hilo lakini ni utashi. Waangalie vitu vingine nje ya boxi tofauti na hivyo unafikiria. Wewe unahisi ukiangalia Tanzania, mtu akwambia labda mtaje mwamuzi ambaye pengine unaona huyu at least anasaidia huyu mwamuzi bora kwa Tanzania so far, ni nani? Kuna wengi. Ahmed Arajiga yes, waamuzi ambao pia Said Mrope anapata pia anapata pia nafasi ya policeman nzuri. Sasa angalia katika hizi mechi, najua mechi ambazo watu tunazitazama ni mechi kubwa. Simba, Yanga, Simba, Azam, Singida na Singida, ndio tunaangalia mechi hizo. Na hata matukio yakitokea katika timu hizo ndio kelele zinakuwa nyingi sana, kama hawajanufaika au wamenufaika. Kwa mfano mechi yote akinufaika Yanga, watu wa Yanga hawapigi kelele, wanapiga kelele watu wa Simba. Na mechi akinufaika Simba, watu wa Simba wapige kelele, wanapiga kelele watu wa Yanga. Yaani kutokana na mwenzangu amenufaika, kwa hiyo huyu ataathiri mbio zangu za ubingwa. Inakuwa hivyo. Sasa tuangalie mfano, tunasema mwamuzi bora ni Arajiga. Tuangalie katika hawa top 4. Top 4 hawa, timu hizi tatu kubwa ambazo mechi zao zinakuwa mechi kubwa. Arajiga amechezesha mechi ngapi katika timu hizi? Sawa. Amechezesha mechi ngapi? Arajiga nikachezesha Simba mara ngapi, Yanga mara ngapi, Azam mara ngapi, Singida mara ngapi? Kwa sababu kule wenzetu tunaangalia hata duniani kote mechi kubwa inachezeshwa na mwamuzi mkubwa. Ndio. Utaona mechi ya finali anapewa mwamuzi mkubwa. Mechi sio kule tunaangalia kule England EPL, Manchester anacheza na Arsenal, Manchester anacheza na Chelsea, ama Man City anacheza na Liverpool, mwamuzi anakuwa mkubwa. Waamuzi wengine wapo, sio maanisha kwa wadogosha, lakini ubora wako unakufanya uchezeshe zile mechi kubwa, kwa sababu mechi zinavuta hisia za watu wengi sana. Lakini hapa je, inafanyika hivyo? Hilo lingine lazima ulitazame. Na mimi binafsi waamuzi wengi apart from hizi mitazamo ya watu kwamba maelekezo si mapenzi binafsi, si rushwa, lakini waamuzi wengi sana wapo below standard. Mimi nakuelewa. Waamuzi wengi sana wapo below standard. Kwa sababu tukio lingine halihitaji yani mwamuzi pale ameamua vile, yani maana kwamba hata kama umepewa mzigo. Unajua mimi waamuzi kupewa mzigo duniani kote inaweza kuwa hivyo. Kwa sababu malalamiko wa waamuzi kwa mfano katika soka la Afrika ni kawaida, lipo. Lakini ni swala lingine la wazi kabisa, mtu hata hauna basic ya uamuzi, lakini unaona pale yani kosa lile hukumu yake ni hii, anakwenda tofauti. Unaelewa tu Michael? Hivi vitu ndio vinaleta complication katika kuona hivi, lakini kiukweli waamuzi bado wanaisumbua katika ligi yetu. Kuna vitu vingi sana kutazama kuhusiana na waamuzi, na hata hao wanaotaka matokeo katika timu katika ligi yetu wanatumia hawa waamuzi pengine, ndio maana hizi vurugu zinakuwa nyingi sana. Swala la kwanza ni waamuzi, lakini kabla hatujafikia waamuzi, tuangalie hata vilabu vyetu vipo tayari kutowashirikisha waamuzi katika wao kutaka matokeo yaliyo bora. Sio kweli. Vilabu vyetu hivi vipo tayari kutowashirikisha waamuzi, wao watengeneze timu zao, wasajili wachezaji, wafanye nini, twende dakika 90 zikaamue, wapo tayari kwa hilo. Na mimi sasa nilikuwa ninarudi ni kwamba mmesema hapa kwamba uamuzi si ajira.
Nimezungumzia kwamba wengi wao watu wanapaswa kuwa na sio ajira tio. Of course watu wanapaswa kuwa na ajira na kazi zao zingine. Ndio maana mwanzo nikazungumza hapa kwamba lazima kwanza tuzungumze kitu ambacho tuna uhakika nacho. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu leo hii nikuulize swali Priska. Wewe ni moja kati ya wajumbe huko kwenye vyama vya mpira. Waamuzi wetu kabla ya msimu kuanza wana document yoyote wanayosign? Kwa sababu kazi yote hata kama iwe part time una mkataba ambao unakuonesha unafanya hiyo kazi. Unao? Waamuzi wetu wanayo. Kwa sababu kwa mfano let's say tuzungumzie kwa kesi ya Premier League. Kabla msimu hujaanza, referee wanatumiwa code of practice, set guidelines, match day procedures. Watu wanapewa contract ambazo za kusign kuelekea msimu mpya wa kimashindano. Lakini pia PGMOL wao wana haki, wana wajibu wa kufanya day to day trainings za waamuzi, seminars, umeelewa, na kusimamia maslahi yao. Umeelewa? Hawa waamuzi wetu hata kama mtu ana ajira yake, amezungumza wengine ni maaskari, wengine ni walimu, wengine wapo tu nyumbani wanakuja wanachezesha. Lakini anakuja kukufanyia kazi ambayo ni investment imefanyika. Kuna main sponsor ameweka hela, kuna broadcasters wameweka hela, na unataka integrity ya mchezo. Unapozungumzia CAF wanasema integrity, mchezo tuupeleke tu elevate game ifikie pakubwa. Kumbuka huku tunavyobebana na makosa yanavyofanyika huku, tunavyozilea hizi timu zinavyoenda kimataifa, zinaenda kuona mambo ni tofauti, kwa sababu ni huku ndio tunavyowalea, inakuja kuwa changamoto. Kwa hiyo mimi naamini kulipana hizi $300,000, mimi naamini kwanza chama cha soka, shirikisho la soka Tanzania TFF wanapaswa kufanya kitu kimoja. Kuulizana chama cha waamuzi kile, nani anayepanga waamuzi kwenye mechi? Yaani nani ambaye anapanga mwamuzi huyu achezeshe mechi hii, huyu achezeshe mechi hii? Je, hiyo kamati ya waamuzi yenyewe ndio nayohusika iko huru kufanya maamuzi yake binafsi? Na je, kamati ya waamuzi hiyo hiyo kamati au chama cha waamuzi chenyewe, chama cha waamuzi chenyewe kina wajibu gani kwa waamuzi wake? Au tukishamaliza kopa test za msimu basi tumemaliza, tunawapa seminars, tunawasimamia day to day, tunawafuatilia? Kwa sababu kupe mfano mwepesi, Premier League kuna refaria ambaye alifiwa mbaya, lakini alipangwa kwenye match day. Umeelewa vizuri? Wale PGMOL wanakaa na marefa kabla ya mchezo 6 hours before, wanapiga nao story kwenye hoteli nzuri, wanapiga nao story. Jamaa ndo akafunguka kwamba of course naenda kuchezesha North East Derby, Manchester United dhidi ya Liverpool, lakini na changamoto hii. Umeelewa? Umejua kwa sababu tumekaa naye yule binadamu ameniambia watu mnafanyaje, mnabadili. Je, waamuzi wetu hawa kabla ya mchezo tunakaa nao? Je, chama cha waamuzi kinakaa na waamuzi kujua kwamba psychologically huyu yuko fit? Ama nikishamjulisha siku 3 before kwamba utachezesha mechi siku fulani, anafikaje kituo cha mechi atajua mwenyewe, analala wapi atajua mwenyewe, anakula wapi atajua mwenyewe? Tusiwatreat waamuzi tusishie kuwalaumu. Turudi nyuma tuangalie shida hii inatokea wapi. Jamani, umaskini ama ufukara haumpendezi mtu. Game imekuwa, wadhamini wamekuja wengi, waamuzi kuna ubaya gani akichukua hata $2,000,000 per game? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani mwamuzi ukamkatia tiketi ya ndege, anatoka Mbeya makazi yake, anaenda kuchezesha mechi Kagera, serious, anakula basi mpaka Kagera, alafu unataka akaenda akakuofa 90% uwanjani? Kwa hiyo cha kwanza jamani, chama cha waamuzi kiwe na fungu la kutosha, kiwe na nguvu yake wenyewe, kiwape semina za kutosha, lakini kisimamie maslahi ya kweli ya waamuzi. Kama mwamuzi wa kati analipwa $300,000 kama ambavyo watu wanatuma message, waamuzi wa akiba, waamuzi wa pembeni, line 1 na line 2, unalipwa kwa muda gani hiyo fedha? Hivyo vitu Priska lazima tuviangalie. Kwa integrity ya mchezo iko sehemu nyingi, yani kuna sehemu nyingi kuna shida. Ndio maana kuna mfano ambao huwa napenda kuutolea. Leo hii Priska, wewe unaenda Kigoma, kuna mtu anakuambia Priska, Kigoma njoo na story yangu, anakukatia tiketi ya ndege hadi Kigoma.
anakulaza vizuri, unakula vizuri. Priska, kesho unaenda kukava habari yake, unagundua kwamba huyo mtu ni mwizi. Sawa. Priska, wewe utasema kwamba jamani, huyo mtu ni mwizi, utasema wakati ukashakatia ticket? Nadhani Farhani, msimamo wako na mtazamo wako unapaswa kuheshimiwa, lakini nilitamani pia kuongezea pale kwa Master. Master alisema kwamba yeye hofu yake iko kwenye viwango vya waamuzi wetu. Yes, viko chini ya matakwa yale ambayo tunapaswa kuwa nayo kama ligi namba 5 barani Afrika. Lakini nilikuwa natazama hapa kwenye group letu la kidigitali, kuna maoni yanaendelea kuwepo. Ya haya yanatukumbusha kwamba je, vilabu viko tayari kutoshinikiza hawa waamuzi kuwapa wanachokitaka? Mimi ndio swala nililosema, vilabu vyetu viko tayari? Hilo la kwanza. Yani shida ni kwamba unajua shida ni kwamba Mkazuzu mimi namuelewa hoja yake. Mkazuzu namuelewa hoja yake vizuri tu kwamba mtu anaweza hata akalipa milioni 20 alafu ikawa sasa milioni 40, lakini sisi tutimize. Yani kwa nini tunataka tukimbie wajibu wa kutimiza? Yani 300,000 inakuwaje? Alafu baada ya mizunguko miwili mitatu mwamuzi anafikaje kituo cha mechi? Anaishije? Analalaje? Umesikia? Yani kwa nini kwanza tusimpe hizo milioni 2 au milioni 3, milioni 4? Alafu tuseme jamani tunampa hizi hela. Unajua ngoja niwaambie kitu kimoja. Kwa kumalizia. Weledi na umaskini haikai sehemu moja. Kwa kumalizia. Mimi binafsi kama vilabu vinakuwa vipo tayari bila kuwashinikiza hao waamuzi. Unajua kuwashinikiza waamuzi kuna njia nyingi sana za kuwashinikiza hao waamuzi. Hilo la kwanza. Lakini lingine upangaji pia wa hao waamuzi. Mechi kubwa itaamuliwa na maamuzi mkubwa. Hiyo ndio dawa ya kwanza. Kwa mfano, hivi Arajiga sasa hivi ndio mara nyingi unaona kafu na mwita anamtumia. Nafikiri atakubali kufanya utumbo katika ligi kuu hapa akose kitumbo kile cha kafu. Hawezi. Atasimama hivi. Hawezi. Leo tunaiko. Hizi nini zenu ndogo ndogo atajaribu kuzikwepa. Sasa atapiga mechi ngapi? Of course, tutengeneze waamuzi kama Wakenya wapo. Kwani maamuzi wengine wanafanya vile mtu ajui kama hapa yule amenawa sheria yake tena atajui. Arajiga unafikiri kwa nini amenyoka? Nyamaza kwanza. Anaitwa kafu anakula shingapi? Sikiliza kwanza. Waamuzi wanajua pale amenawa, adhabu yake pale yule kwale kamsukuma kamwangusha, adhabu yake pale ni penalty. Akija anaamua aache. Umeona mfano wako ulivyokuwa mzuri. Sindikizo la huku nyuma. Umeona mfano wako ulivyokuwa mzuri. Hilo moja. Lakini lingine utaona maamuzi, kwa mfano mimi binafsi nilishikwa na butwa. Unajua mechi ya Simba na KMC maamuzi alikuwa huyu nani bwa mdogo Elisa C. Na mechi inafuata Simba na maamuzi ni yule. Upangaji unakuaje? Yaani mtu mwingine unahisi hapa kuna nini? Ndio maana hata umetoka malalamiko yanakuwa yanaenda kutachi moja kwa moja. Mechi ya Simba na KMC maamuzi walikuwa Elisa C. Maamuzi wakati ndio mechi inafuata Simba kacheza na nani? Tukacheza na Singida, maamuzi ni yule Elisa C. Kwa hiyo hoja yenu ni kwamba waamuzi wasipewe fedha nyingi. Wapo wachache, waamuzi mpaka mtu anampa back to back, maamuzi ni huyo katika ligi. Kwa hiyo wasipewe hela nyingi. No. Hilo la tumezungumza in general kwamba waamuzi wanapaswa kulipwa malipo yaliyo bora. Ndio. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini tunakuja katika huu utashi, unajua waamuzi mara nyingi sana ni shinikizo. Unajua tunaiko ni shinikizo. Sasa ametumia mfano wa Arajiga. Umeona Arajiga anachezesha kafu. Maana yake Arajiga analipwa vizuri. Analipwa vizuri, mzigo anao. Hawezi kuharibu kitumbua chake cha kafu kwa sababu ya nini? Kwa sababu unavyoharibu hapo nao kuona. Sasa basi, umeona sasa hoja ni moja tu kwamba kule ujira wake mzuri. Yake pia huku sasa kwetu. Umeniambia mechi yangu Mbeya. Naishi Kigoma. Hujanitumia nauli. Hujui nafikaje. Wewe unataka kuniona siku ya mechi. Priska, kitu kingine jamani, tuwape hela katika hizi timu kubwa hizi. Tuwalipe vizuri. Wakati huo unamalizia. Tuweza tusiondoke. Kuna timu moja hiyo, kuna timu moja kila mechi yake line 2 lazima awe mwanamke. Timu gani? Yaani umesikia? Wewe fuatilia tu mechi 7 za mwisho za Simba, Yanga, Singida na Azam. Line 2 mwanamama. Timu gani line 2? Sijaenda zote au moja. Nakupa nini? Nakupa moja homework. Katika timu 4, angalia michezo 7 ya mwisho. Maamuzi alikuwa na nani? Sasa hiyo waamuzi. Mwamuzi fulani afu mwanadada mmoja. Timu moja lazima kuna mwanadada. Hiyo ni Simba. Wewe ni Simba. Ni Simba? Ni Simba. Wewe ni wewe usizunguke, ni Simba. Ni Simba. Ni Simba. Sasa hiyo ni vipi? Hiyo unaitafsiri vipi? Gender balance master. So gender balance. Ni gender balance. Yaani wewe unaongea gani? Yaani ngoja ngombe waamuzi wa kike. Sawa. Tanzania ligi kuu. Yaani ndio wanaongoza kwa kuwa below standard.
Hilo ndio lina ukweli. Maamuzi gani bora? Mwa kumwona maamuzi at least huyu ni upi? Waamuzi wakati na wapembeni. Yule mama Jonisia yupo wapi? Sasa si. Hapa no, ngoja nikwambie hata yule alikuwa anana maamuzi ambayo kunaongoza kwa nini kwa maboko kama Jonisia. Kuna hofu gani Simba wakicheza wao na line 2 mwanamke? Hofu iko wapi? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hiyo Simba umesema. Kwanza Simba umesema wewe. Ni Simba mimi